Ripoti zinatokea hapa nje ya ukumbi wa bunge jijini Dodoma, na tunachofahamu sasa hivi bwana, bunge linaelekea ukingoni, na inafaa ufahamu kwamba bunge hili lilifunguliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na linafungwa na yeye Dr. Samia Suluhu. Lakini utofauti wa bunge hili bwana, limekuwa na wabunge wachache sana wa upinzani. Sasa nipo na shahidi wa Jamhuri, huyu si mwingine Charles William, mtangazaji wa Wasafi TV ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini kwetu Tanzania. Tunataka tujadili kwa uchache kuhusiana na bunge hili, namna ambavyo litakwenda kuvunjwa, lakini vile ambavyo liliweza kuwa kwa kipindi cha miaka 4. Charles William, nadhani imekuwa ni bunge la tofauti kidogo tu kwa sababu ya uwepo wa hili ni bunge ambalo limekuwa halina kambi rasmi ya upinzani bungeni. Mwaka 1995 tulipoanza vyama vingi, kumekuwa kuna hizo kambi rasmi za upinzani bungeni, kumekuwa kuna kiongozi wa upinzani bungeni. Safari hii kulikuwa hakuna kiongozi wa upinzani bungeni kutokana na uwepo wa wabunge wengi. Nadhani 98% ya wabunge walikuwa ni wabunge wa chama tawala, kwa kuna asilimia ndogo sana ya wabunge kutoka upinzani. Nadhani kwenye wabunge 393 waliokuwa hapa bungeni, wabunge wa upinzani walikuwa hawafiki 30, wanaishia kwenye 28 hivi. Baadhi yao hata namna zao za utoaji wa hoja zilibadilika kidogo, kwa maana kwamba wengi wao pia kwa kiasi kikubwa walikuwa wanatoa mitazamo ambayo ilikuwa inaungana na chama tawala. Sasa kwa sababu watu wengine wamezoea hiyo demokrasia ya mvutano, kwamba tunaenda huku, huyu anasema twende huku, kulia hapana, twendeni kushoto. Kwa hiyo ladha kwa wale ambao wanapenda na wamezoea ladha ya mvutano wa wabunge, walikuwa wanaikosa kwa sababu ya uwepo wa wabunge wachache sana wa upinzani, wabunge ambao hawazidi wabunge 30. Lakini uongozi wa kambi rasmi ya upinzani umekosekana pia kwa sababu huwa kuna mawaziri kivuli. Kwa hiyo anapomaliza labda waziri wa maliasili na utalii kutoa hoja zake ndani ya bunge, mtu ambaye ni waziri kivuli ambaye anatoka chama pinzani, upinzani, na yeye huwa anatoa mawazo yake kwenye hoja hiyo. Sawa, kwa hiyo kwa haraka tunaweza tukasema kwamba wananchi wamekosa kuona kile ambacho pengine mabunge ya nyuma yalikuwa yakifanya. Kile kiu yao haijakatwa. Ukisema wananchi kiu yao imekatwa au haijakatwa, sasa unakuwa umenipa nafasi mimi niwe msemaji wa wananchi wa Tanzania. Na hapo nitagombana nao kwa sababu nitakuja kusema, alafu nikisema kiu imekatwa atatokea mtu atasema mimi ya kwangu haijakatwa, umeongea na mimi lini? Nikisema haijakatwa watatokea watu watasema sisi kiu yetu imekatwa, unatusemeaje? Kwa hiyo niseme wananchi wapo waliokuwa wanatamani aina ile ya uwakilishi wa kuona kuna upinzani, kuna kiongozi wa upinzani, kuna hotuba ya waziri wa afya, alafu kuna hotuba ya waziri kivuli wa afya. Hiyo ladha ya mvutano wanaoipenda, ndio maana sisitiza wanaoipenda ladha ya namna hiyo wameikosa. Lakini wapo watu wengine wanasema wao wanapenda sio mivutano. Zamani kidogo, bunge la zamani wakati wa mzee Samuel Sita, kulikuwa kuna wabunge wa CCM walibatizwa mpaka jina la mitume 12. Kina Anne Kilango Malechela bado yuko bungeni, kina Lucas Seleli, kina Christopher Ole Sendeka. Kwenye lile bunge wenyewe walikuwa 12 ama 10 hivi. Ilikuwa mara nyingi zinapotolewa hoja na kina Dr. Slaa, kina Hamad Rashid Mohamed, baadhi ya hoja na wao wanaungana nazo. Kwa hiyo watu wanaopenda bunge lenye hiyo mvutano kidogo, hoja hii ya upinzani iko hivi, chama tawala wanasema hivi, hiyo ndo ilikosekana. Lakini je, hoja za wananchi, kiu ya wananchi, matamanio ya wananchi yamefikiwa kupitia bunge hili? Swali hilo linatakiwa kujibiwa na wananchi wenyewe. Yaani wananchi wenyewe wanatakiwa wapewe nafasi ya kulisema vizuri kwamba sisi wananchi labda wa jimbo la Tandaimba kiu yetu haijakatwa. Tumeshuhudia katika bunge hili tumekuwa na speaker ambaye ni mwanamke, lakini pia tukija kwenye muhimili mwingine upande wa urais ni mwanamke. Pengine kwa mtazamo ama kwa uchambuzi wako kwa haraka, unahisi bunge lijalo ushawishi wa wanawake
kushiriki katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakuwa kwa ukubwa gani? Maana tumeona tayari na spika ni mwanamke, rais pia ni mwanamke ambaye atakuja kulivunja ile bunge. Nimemsikia mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Mama Mary Pius Chatanda akiwa anawaambia wanawake, nendeni mkagombee, na mimi nipo pale kamati kuu, jipime, chagua sehemu, kawekeze, gombea kwenye jimbo. Anawashawishi sana waende kugombea, na nimewasikia wanawake kadhaa, wengi wao watatangaza wenyewe, lakini wengi wao wabunge wanawake wa viti maalum nimewasikia baadhi yao wengi wanaenda kugombea majimbo. Na kiukweli kabisa nchi yetu bado wabunge wanawake wa kuchaguliwa na wananchi ni wachache sana. Bado nguvu ya wanawake ni ndogo, ndio maana kuna 10% tu ya wabunge. Labda kwenye uchaguzi wa mwaka huu